Amweur Media, ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ziada rehma na amani kutoka kwake zimwendee nabii wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi, yeye na halizi na sahabazi kiramu watakasifu na wote miongoni mwa waja wake Allah watakaokuwa tayari kufuata nyayo na mwenendo mtume huyo hadi siku ya mwisho. Allah tunakuomba tuweke nasi katika kundi hilo, Allahumma amin. Ndugu zangu Waislamu, ninakuhusieni kabla ya kuanza darsa usia ambao alituhusia mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Jitahidi kwa muda wote utakuwa uko hai, akili yako iko timamu, usikubali hata mara moja ukamaliza sala yako, iwe ya faradhi iwe ya sunna, isipokuwa umemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada tashahudi al-akhir wa qabla as-salam, baada ya tahiyatu kubwa na kabla ya kutoa salamu. Ule muda imethibiti kwenye hadithi sahihi kwamba min awqati istijabati dua, ni moja miongoni mwa nyakati ambazo dua zinazoombwa Allah anazipokea. Ni muda mzuri sana, iwe sala ya faradhi iwe sala ya sunna, iwe kwenye lugha ya Kiarabu iwe kwenye lugha yako unayoongea wewe. Lakini ukiwa unajua Kiarabu na lugha yako, ni bora zaidi uombe katika lugha ya Kiarabu. Lakini kama hujui Kiarabu, omba dua katika lugha yako unayoongea wewe. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi zaidi ya uwezo wake. Allah ametoa ruhusa akasema, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mola wenu nyote kwa kiwango mnachoweza. Kwa hiyo hujui Kiarabu, Mungu alivyoka maujui, muombe. Usikubali ukatoa salamu isipokuwa umeiomba dua hiyo aliyotufunza mtume na akatuhimiza mtume. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na vitu vingi. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, ewe Mola wangu nakuomba unitenge mbali na adhabu ya kaburini. Ole wake yule yote ambaye kwenye akili yake mbovu anaitakidi ya kwamba kaburini hakuna adhabu wala hakuna neema. Ole wake. Sisi akishasema mtume tunaamini na Allah amethibitisha, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akiongea mtume sio story, isipokuwa ni ufunuo na ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mlie sana Mwenyezi Mungu aweze kukuepusha na adhabu ya kaburini. Ndugu zangu, tunawazika wenzetu, hasa kwa sisi wanamume ambao tumejaliwa na Allah, sheria ya dini imeturuhusu kufika makaburini. Tunawazika baba zetu, tunawazika wazazi wetu, tunawazika vipenzi wetu, jamaa zetu. Kaburi ni nzito, kaburi ni nzito, na hasa wanandani ni mzito sana pale. Iko hadithi sahihi wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemzika mmoja miongoni mwa maswahaba wake, Saad, ambaye zama zile amefishwa kutokana na majeraha aliyopata kwenye vita vya Uhud. Walimsikia maswahaba, Mtume anasema, inja minhu ahadukum innaja minkum ahadukum, ikiwa kwamba vurugu, shida, kubanwa na mwanandani, kama yupo ambaye atanusurika pale, la naja minhu Saad, basi Saad huyu pale angeokoka na uchamungu wake wote, lakini limbana. Na hii hadithi wanaitumia wa mufassiruna, wanaofasiri hadithi kuonyesha kwamba kila yoyote Muislamu, baran kana au fajira, awe mcha Mungu au asiwe mcha Mungu, mwanandani utambana. Sema labda muda wa kumbana ndio utapishana kutokana na uchamungu wa kila mmoja wetu. Allah atujaze uchamungu. Kaburi ni nzito ndugu zangu, na ndio maana napenda kuwahusia vijana wenzangu, napenda kuwahusia mashekhe wenzangu, napenda kuwahusia ndugu zangu, msiwe na bifu na wenzenu. Hata mwenzao akikosea, jaribu kupuuzia, usamehe, kwa sababu kifo kinapokuja tunaachana bila kuagana. Unasikia tu mwenzako amekufa, kumuona tena labda siku ya Kiyama.
na haujui siku ya Kiyama utakuwa naye pamoja. Inawezekana ima wewe ukawa motoni, yeye akawa peponi, au ukawa peponi akawa motoni. Ndio maana tujitahidi sana, tuhurumiane. Omba sana dua Allah kuepusha na adhabu ya pale kaburi, matoni. Allahu Akbar. Hakuna kitu huwa kinanipa huzuni ninapokuwa nafikiria kwamba michoko tunayochoka, kila mtu anaamka anakimbia, kila mtu anakusanya kadiri anavyoweza, kila mtu anataka kwenye dunia yake apate, lakini matokeo unapoondoka unakwenda, wallahi wenzako baada ya kukusalia wanakupeleka wanakuzika. Subhanallah. Kama ulikuwa na mke, ulikuwa na watoto, ulikuwa na maswahiba wa jamaa, Allah tunusuru. Allahumma amin. Miongoni mwa watu wanagawanyika sehemu 3 au 4. Kuna watu baada ya kukuzika wakitoka kule makaburini hata kilioni hawatafika, na hawatofikaga na wanasema tumemaliza, tumeshamtekelezea maana imekwisha. Na pengine akishika simu yake, kama kuna namba yako wewe marehemu, anafuta kwani ulishakufa. Wapo siku ile anakuzika, wapo kama hapo, na pengine ilikuwa ni wenzako mnakaa nao hata kwenye kijio cha kahawa. Na kuna wengine inawezekana zile siku 3-4 za kilio majonzi yakawa bado yapo, wanakufikiria, wanakuwaza, mwenzetu tumefisha, watu tulikuwa kilioni 3-4-5. Baada ya hapo wanakusahau, unabakia na wewe kwenye fikri yake, marehemu fulani, lako limekwisha. Na kuna wengine 3 wanazidi hapo, baada ya siku 4-5 wanakwenda mpaka miezi miwili, 3-4. Na hapo ndio panaingia wakati mwingine watoto, na haswa kama uliacha mke, kwa sababu yuko eda, atakana kukumbuka. Lazima 3-4 na siku 10, 5, 6, akizidi sana labda mwaka mmoja. Allah akimpa mume akamlea, na pengine akawa ni tajiri kuliko wewe, na pengine akawa anamshika vizuri kuliko wewe, wallahi anakusahau. Baada ya mwaka, miaka miwili umesahaulika na yote uliyoyatenda. Ndugu zangu, zama wameisha wakina Imam al-Bukhari, walikuwa mabosi, walikuwa matajiri, lakini hautasikia hata mmoja anatajwa. Ndio maana tujitahidi sana tuache athari kwenye mgongo wa ardhi, ili tukitajwa tuombewe dua, Allah atupe sote mwisho uliokuwa mwema. Hiyo Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. Ya pili, Mungu anasema wa adhabin nar. Ndugu zangu Waislamu, hili sitaki kulizungumza sana, lakini chukua tu kipande cha aya alafu utumie akili yako, Mungu alikupa uelewe. Allah amezungumza ndani ya Qur'ani kwa watu watakaoingia motoni. Allah atuepushe mimi na nyinyi, Allahumma amin. Mungu anasema la yamutu fiha wala yahya. Watu wa motoni hawafi, mle motoni hawafi, wala yahya, wala hawapati uhai. Kila aliyepita shuleni tulikuwa tunafunzwa, tunaambiwa kwamba le contraire de la mort c'est quoi? C'est la vie. Sio kabisa. Igiushanye churufu niki uzima. Maana kama mtu haukufa huko hai, sasa Mungu anakukatalia vyote. Motoni la yamutu fiha, hakuna kufa, wala yahya, hakuna uhai. Kuna nini sasa? Wewe kuna nini? Yaani akili ya binadamu yenyewe inashindwa kuelewa kuna nini. Ndio maana tuombe sana Mwenyezi Mungu tusipiti kule. Tumlilie sana Allah tuingize peponi bila kupita motoni. Ya tatu, Mtume akatufunza akasema wa bi fitnatil mahya. Allah tulinde na fitna za uhai. Haya maisha tunaishi baba na vurugu haya. Mtu anaweza kukuchukia bila sababu. Mtu anakuchukia tu bila sababu. Neema yako wewe kwake ikawa ni bifu. Sio hapo. Mtu anajifunza mpe mwenzake sumu, amfukuzishe kazini. Fitna za uhai. Akimuona anakunja sura. Umepita labda mzee kumuona anaenda kusema mtoto fulani hana adabu. Sio hapo. Wengine wakatongoza wake za watu wasumbue waume za watu. Leo maisha tunaishi imefikia mke wa mtu na mume wa mtu. Huku ni mke,
na dume huku ni mume, alafu nasikia eti kitu chake si yako ya maisha au hakuna? Hamna ya hapo. Acheni ujanja, mnajua yapo. Kwani si tunajuana au tunaishi sote tunajua? Mke wa mtu na mume wa mtu, ona ifitini. Na wako wanawake wengine yuko radhi kwa mume wake ajulikane ni yeye huyu, hata kama mume wake atavuka mipaka ya Mungu wa kazini, lakini asilete tu mke wapo. Na wakati mwingine akioa wa pili, eti mimi natoka, anatoka sasa, mtazame anaenda wapi? Kuwa mchepuko wa mtu mwingine. Fitnatul mahya. Ndugu zangu, hii dunia hii tunaishi. Kuna watu Allah amewajalia wanaitumia kuandaa akhira yao. Allah tujalie tu miongoni mwa kundi hili. Na hao ndio wanaitwa waumini Waislamu wazuri, wanaitumia dunia kuandaa akhira. Alafu kuna kundi la pili, almunafiqun, wanafiki, wanaitumia dunia kama kujionesha. Yani umemwona jamaa, unamjua jamaa, kwani kama sikuweza mimi nani angeweza? Kama sikushinda mimi? Wapo wanafiki, yani kwa lugha fupi watafuta sifa, wapo. Alafu kuna kundi la tatu, alkufar, makafiri, wao wanaitumia dunia kama pepo yao. Yani kila kitu kwao tute permi, kila kitu kwao ni ruhusa, wapo. Na ndio hadithi Mtume alisema ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia hii tunaishi kwa muaminifu Muislamu wa sawa sawa ni jela, kwa sababu vingi ambavyo nafsi yako inataka ukichunguza ukutana haramu, sheria ikubali. Kwa hiyo kama uko jela, lakini Mtume anasema wa jannatul kafir, na ndio pepo ya makafiri. Pepo ya makafiri kila kitu wanafanya. Kwa hiyo wewe kundi la kwanza na waumini wazuri wa kuitumia dunia ili kuandaa nini? Akhera. Allah tuepushe na fitna za dunia. Ya mwisho, dua wal mamat, na fitna za kifo. Na tunaposema kifo tunakusudia asbab almaut, kuanzia sababu za kifo. Maana kila kifo kina sababu, hakuna mwenye anakufa bila sababu. Alikuwa amelala tu, kumbe kama singelala angekufa tu, kumbe sababu ni usingizi. Kuna zingine sababu mbovu mbaya. Kuna kifo mtu anakufa cha aibu, mpaka familia inabaki inalaumu familia yake, si afadhali angefia hata ndani huko. Basi leo unasikia fulani ambaye mwana sasa hivi vitano kafia ba, pengine hata hiyo ba kwa anaenda kunywa, akwenda kunywa kachoma. Si wako Waislamu wananunua kachoma kwenye ba, alafu limetokea la kutokea mle umepigwa kama ni kumbula grenade na ita mwe kafa. Watu mjini watasema nini? Anapataga kisirisiri na kuwa aibu kule. Mwingine labda alikuwa na mzigo, sio bere wala watu wa Burundi, mzigo uko jumba fulani, ima yeye ima mzigo kafa. Hicho kifo nakiona hicho story. Na kama umeacha wandugu na watoto, ndugu zake na ule alifiaga hotelini, kifo kibaya. Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Ndugu zangu Waislamu, dua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuiacha, iwe kwenye sala ya sunna, iwe kwenye sala ya nini, ya faradhi. Iombeni na mdumu nayo ili tumalize vizuri. Allah nimefikisha na kuomba uniwe shahidi. Allahumma amin. Ibn Nyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas.